A gente falando dessa aqui. No Shakira no World Cup kuelekea Juni 11 mwaka 2026 ambapo kombe la dunia linaenda kuanza rasmi. Sasa kwa nini Shakira au mwanamuziki Shakira amekuwa nembo kubwa sana inayohusishwa na kombe la dunia kwa miaka tofauti tofauti? Mwanadada Shakira ambapo mwaka huu pia atakuwa ndo mtumbuizaji mkubwa katika wimbo wake wa Die Die ambaye pia amemshirikisha Burna Boy kutoka nchini Nigeria. Sasa zipo sababu zinazopelekea kwamba Shakira kuonekana katika watumbuizaji mara kwa mara, na kinachovutia zaidi kwamba ni muunganiko wa kipekee wa vipaji vyake, mkakati wa kibiashara na nguvu ya muziki wake inayovuka mipaka ya lugha na mataifa. Hapa kuna sababu kuu zinazomfanya Shakira apewe nafasi hizi kubwa mara kwa mara kuliko wasanii wengine ulimwenguni kote. Sasa ni kutokana na nyimbo zenye uraibu na amsha ya soka. Yani uraibu tunafahamu sio uraibu wa madawa ya kulevya tu, lakini nyimbo zake zinapotoka basi ni rahisi na kuwaingia watu, au anapoimba tu mara moja basi unaingia katika fikra zako na ubongo wako. Muziki wa Shakira una mdundo wa kipekee, midundo ya Kilatini na Kiafrika ambao pia inashika haraka masikioni mwa watu. Nyimbo zake za kombe la dunia zilikuwa tu nyimbo za kampeni, bali zilikuwa kama sala ya mashabiki wa soka. Lakini pia Hips Don't Lie ya mwaka 2006 nchini Ujerumani, toleo maalum la finali, lilisisimua dunia nzima. Lakini kuna ambao wanaokumbuka Waka Waka ambao hadi leo hii unaendelea kukaa kwenye vichwa vya watu, ambapo wimbo huu wengine walifahamu kama This Time for Africa mwaka 2010 ambapo finali zilifanyika nchini Afrika Kusini. Sasa huu unatajwa kuwa wimbo bora na maarufu zaidi wa kombe la dunia katika historia. Unaleta hamasa na umoja wa furaha inayoshabiana moja kwa moja na roho ya soka. La mwaka 2017 katika finali za kombe la dunia nchini Brazil. Pia mwanadada huyu alipata nafasi na wimbo mwingine uliopendwa sana kuliko hata wimbo rasmi wa mwaka huo. Uwezo mkubwa wa kutumbuiza jukwani, stage performance, ni Shakira na uwezo, ni mwepesi sana kama ukimtizama, umri unaenda lakini bado ni mwepesi sana. Kwa mfano ukimtizama kama sasa hivi ana miaka takriban 49, lakini ni mwepesi bado. Shakira si tu mwimbaji, ni mtumbuizaji wa viwango vya juu sana. Mtindo yake ya uchezaji, kukatika viuno, nishati anayoonyesha jukwani, energy na uwezo wake wa kumiliki jukwaa kubwa la uwanja soka bila kuhitaji madoido mengi ya teknolojia yanamfanya kuwa chaguo salama la FIFA. Anajua jinsi ya kufanya uwanja mzima ulipuke kwa shangwe. Nguvu ya mashabiki wa kimataifa, global appeal. Wasanii wengi wakubwa Marekani na Ulaya huimba kwa Kiingereza tu, jambo ambalo linafanya soka lao kuwa na mipaka fulani. Lakini pia Shakira ana faida kubwa sana, anaongea na kuimba Kihispania na Kiingereza kwa ufasaha mkubwa. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo au sifa ambazo zinaendelea kumbeba Shakira kutumbuiza katika matamasha mbalimbali ya kombe la dunia tangu mwaka 2006. Lakini pia sio hivyo tu, ana mvuto mkubwa sana katika bara la Amerika ya Kusini ambapo soka ni dini, Ulaya, Marekani na hata Afrika na Asia. Anakubalika na rika zote kuanzia watoto, vijana na hadi watu wazima. Kwa mfano tukija kuangalia wimbo huu wa mwaka 2026 Die Die, tunaona vijana wengi sana, makundi ya vijana, watoto wamekuwa wakicheza, wakifanya challenge na kuvutiwa na Ghetto Kids kutokea nchini Uganda, ambapo naye amewaalika kujumuika na yeye katika finali hizo za kombe la dunia, mfunguzi wa finali za kombe la dunia. Kwa hiyo utaona kwamba muziki wake si kwamba tu unaishia katika bara hilo la Amerika, lakini hata Afrika wamekuwa wakivutiwa. Yani ndio tunazungumzia ule uraibu umewaingia hadi vijana wa Kiafrika ambao pia nao wanafanya challenge nyingi za kutosha zilizowapa nafasi pia za kutumbuiza pamoja na mwanadada huyu. Uhusiano wake wa karibu na soka, Shakira ana historia ya kibinafsi na ya muda mrefu wa mchezo wa soka. Uhusiano wake wa kimapenzi na wa kimapenzi wa zamani na aliyekuwa beki wa timu ya taifa ya Hispania na klabu ya Barcelona, Gerard Piqué,
kutana kwenye video ya Waka Waka ulimweka karibu zaidi na ulimwengu wa soka, wachezaji na viongozi wa FIFA. Hii imemfanya kuwa mtu wa ndani kwenye tasnia hiyo. Brandi yake haina skendo zenye sumu au skendo mbaya. Kwa mashindano makubwa kama kombe la dunia, FIFA huwa anatafuta wasanii ambao wana picha nzuri, clean image, kijamii na kibiashara. Shakila anajulikana kwa kazi zake za kusaidia jamii, charity. Hana skendo za matumizi ya dawa za kulevya, tabia zinazoweza kuharibu jina la wadhamini wakubwa mashindano hayo kama Coca-Cola na Adidas na makampuni mengine. Kwa mfano, wakati wasanii wengine wanaweza kuwa na sauti nzuri au nyimbo bora kwenye chati, Shakila anacho kitu kinachoitwa The Total Package: mchanganyiko wa muziki wa kimataifa, uchezaji wa kipekee, mvuto wa kitamaduni na uzoefu wa kutoteteleka mbele ya mabilioni ya watazamaji. Kila FIFA wanapotaka uhakiki wa burudani isiyofeli, jina la Shakila linakuwa juu kabisa kwenye orodha hiyo. Kwa hiyo hayo ni machache ambayo tutakiwa tuyafahamu kwa nini Shakila utajwa sana au chaguliwa katika kutumbuiza fainali za kombe la dunia kwa misimu mbalimbali kama nilivyokujuza 2006, 2010, 2014, 2026. Nao tunamuona tena umri kwa umeenda, lakini bado ana energy. Umbo lake sio kwamba amenenepa sana, bado yuko fiti kwa ajili ya kulivaa jukwaa. Na uthibitisho huu utaona video ambao wakati wana shoot ya Dai alipo mwepesi, na hii ndio ambayo inazidi kumbeba katika ulimwengu wa burudani, hasa katika kutumbuizaji kwenye hizi performance kubwa za kidunia. Karibu sana, hii ni Unyakizani Empire Village Production. Kazi yetu ni kukupa kile ambacho unastahili kukipata kwa wakati sahihi. Subscribe, bonyeza like na kushare kama ukivutiwa na makala hii.